Alikada bazira. Yani wazo linawezekana likawa zuri kule nje. Linaonekana linavutia, lakini chanzo cha ile wazo ni nini? Ni Bwana amelituma au ni mwingine? Na sitikediba. Na kama sio la Bwana lina shida, ndio. Shetani alimwambia Yesu, jitupe chini maana imeandikwa. Hakuwa anasema mawazo yake pia, alikuwa anatoa rifaa kwenye Biblia. Yes. Kwa maana kwamba anaweza akatumia neno kulitwist, akaligeuza lile neno likawa kinyume. Alimwambia Bwana imeandikwa, ukijitupa chini nitaagiza malaika wangu kuchukua kutoka mikono yako. Ni kweli, ni andiko amekoti vizuri kabisa. Amenukuu sawa. Lakini intention, Kristo aliye hai, tunasema asante Bwana. Tunasema asante kwa ubora wako, kwa ukuu, kwa ushindi, kwa utukufu. Asante Bwana, maana wewe ni Mungu wetu, wewe ni baba yetu, wewe ni kiongozi wetu. Wewe ni utukufu wetu na ubora wetu Bwana. Asubuhi ya leo mioyo yetu imefunguka kusikia kutoka kwako, kupokea kutoka kwako Bwana, kujengwa na neno lako, kuhuishwa na neno lako, kuboreshwa na neno lako. Mioyo yetu Bwana inachangamka na hamasa na shauku na imani tele Bwana. Neno lako linapokuja na kuleta utukufu na ubora. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai tunaomba na kushukuru. Amina. Wow, hallelujah. Bala radigele barabas. Kwa wale ambao unatusikiliza, tulikuambia kuanzia juzi, jana na leo tupo katika maombi ya mfungo na pamoja na mtoto wa Mungu mchungaji Chris, na tunaombea mataifa ya ulimwengu. Na malik radila barabasira. Ni jambo la muhimu sana, la baraka sana na la ushindi sana kuhakikisha kwamba tunafanya maombi kwa ajili ya taifa letu, kwa ajili ya ulimwengu wetu, kwa ajili ya miji yetu. Mambo hayatokei tu mtumishi. Ile story ya liwalo na liwe, kama Bwana ametaka itakuwa. Unajua tumepewa jukumu mtumishi la kuhakikisha kwamba mapenzi ya Mungu yanatimia katika ulimwengu wetu. Okay? Katika yale maombi ambao mitume walimuomba Bwana awafundishe namna ya kuomba, moja ya kitu ambacho Bwana alisema ni kwamba katika ile sala alisema mapenzi yako yatimie duniani kama ambavyo yametimia mbinguni. Kwa mapenzi ya Mungu tayari kwa ajili yako, kwa ajili ya mji, kwa ajili ya taifa, kwa ajili ya ulimwengu yameshatimia mbinguni. Lakini sisi ndio tunao wajibu wa kufanya kitu, kufanya jambo, kusimama katika ile sehemu ambayo iko wazi ili kuhakikisha yale mapenzi yanatimia hapa duniani. Wala garaba la bazira. Biblia inasema Bwana hataki hata mmoja apotee bali wote wafikie toba. Hataki hata mmoja apotee bali wote wafikie toba. Swali ni kwamba je, kuna watu wanapotea mpaka leo hii? Ndio. Kwa jukumu la nani? Ni la Bwana? Hapana. Ni la kwako wewe na mimi. Kwa sababu kwa mfano jukumu la kupeleka injili duniani amepewa nani? Ni mwanadamu. Sio malaika. Sio kiumbe mwingine yote, ni sisi. Kwa hiyo mimi na wewe tusiposimama katika nafasi yetu, tusipofungua kinywa na kuzungumza, ule wokovu utaenda mahali. Ni muhimu sana. Na kama Wakristo katika mji, katika taifa, tuna wajibu mkubwa sana wa kusababisha mapenzi ya Mungu yanatimia katika ule mji, katika ile taifa, katika ile eneo. Kuna watu wanasema kama Mungu yupo, kwa nini kuna vita kwenye nchi fulani? Kwa nini kuna mauaji kwenye sehemu fulani? Kwa nini hakuna haki eneo fulani? Swali sio kama Mungu yupo. Swali ni kwamba wewe unafanya nini ambao uko hapa, kwa sababu umepewa ule utawala. Bwana haingilii tu mambo ya duniani mtumishi. Lazima umuinvite, lazima umkaribishe. Kwa maneno mengine lazima umlingane. Yaani hivi, utengeneze mazingira sahihi ya mapenzi ya Mungu kutimia kwenye lile eneo lako, kwenye ile familia yako, kwenye ule mji, kwenye ile taifa ambapo kama usingeomba yale mapenzi yasingetimia. Allah kasekedipa. Yaani inawezekana mapenzi ya Mungu wakati ule yaliyokubalika. Sababu kuna mema, kuna yaliyokubalika, kuna makamilifu. Sawa? Yaliyokubalika wakati huo inawezekana ni adhabu. Yes. Ndio. Ukisoma katika Biblia utaona kabla Mungu hajaiadhibu Sodoma na Gomora, alituma malaika mtumishi. Sawa? Akasema sauti au kilio cha ule mji kimemfikia. Lakini imebidi ashuke aende kuangalia kwamba kile kilio kinafanana na uhalisi uko pale chini.
Malaratika la basige. Of course, Bwana anajua yote, anaweza yote. Lakini lengo lake ukiangalia haikuwa kuadhibu ule mji. Ni kwamba yani ule mfumo alioweka ule mfumo lazima utimie. Yani kuna kanuni. Na ndio maana wakati anaongea na Ibrahim pale, kwanza ilibidi ungesema mwanadamu aingilie kati. Bwana alikuwa amevaa umbo la binadamu. Kaja kama malaika. Pamoja na malaika wengine wawili. Watu watatu wanapita wanatembea. Ibrahim kawaona. Akawakimbilia. As normal people. Nenda kasome vizuri ile maandiko. Sio kwamba eti walikuwa na mwanga fulani juu unaonyesha kwamba alikaribisha wageni kama ambavyo ungeweza kukaribisha wageni wote. Akasema naona mnapita mmetoka safari ya mbali, tafadhali karibuni, piteni kwangu. Mpumzike kidogo alafu muendelee safari yenu. Not knowing kwamba mmoja katika wale watu watatu ni Bwana, wawili ni malaika. Katika mazungumzo Bwana anamwambia, of course wanaongea vitu, anaanza kusema na Sara, ndio jamaa anagundua wow. Kumbe huyu ni Bwana. Wale malaika wawili wakatoka baada ya kile chakula wakaondoka wakaenda kuelekea Sodoma na Gomora. Then Bwana ungesema akamfungulia yani yale mafunuo akaanza kumwambia Ibrahim, sababu alisema nimfiche Ibrahim kuhusiana na kile ambacho naenda kufanya kule Sodoma, wakati nimeshamwambia atakuwa mrithi wa ulimwengu. Mangala bazidi bukula. Yani kwa kifupi ni hivi, ukisoma hiyo story vizuri kule nyuma utaona kwa sababu Mungu alimwambia Ibrahim angalie, ainue macho yake, atazame kaskazini, kusini, mashariki, magharibi. Umbali wa macho yake utaweza kuona amepewa. Ibrahim, maandiko yanasema kusoma katika Agano Jipya, hakuona tu ile nchi ya Israeli tunayojua sisi, aliuona ulimwengu wote. Ndio maana Biblia inasema ni mrithi wa ulimwengu. Na kwa sababu hiyo Bwana anapokuja kuadhibu ule ulimwengu ambao tayari ameshampa Ibrahim, ni kama vile inabidi amuombe permission. Mangala gazigede burobaya. Ndio maana Biblia amwambie kwamba nimfiche. Yaani nimeshampa jamaa ile eneo, Leo na kuna adhabu nakuja kuipitisha hapa. Ni kama vile inabidi nipate kibali fulani kwa huyo mtu. Nenda kaangalia vizuri. Na alichokifanya Ibrahim nini? Aliingia kwenye maombi right away. Akamwambia Bwana, wakiwa watu 50 wema katika ule mji utaadhibu? Bwana akasema hapana. Sitawadhibu. Wakiwa 45, wakiwa 40, wakiwa 30, wakiwa 20, wakiwa 10. Imagine huyu jamaa anapiga prayer. Anamwambia Bwana kwenda kusoma ile maandiko unaweza kutetemeka. Anamwambia Bwana univumilie, yani usichoke na sauti yangu, yani nisamee kama nimekuwa kinganganizi, lakini wakiwa 10. Akasema wakiwa 10 katika mji sitangamiza. Kwa watu 10 tu kwenye mji waweza kuokoa taifa. Lakini Ibrahim akaishia 10 mtumishi. Akidhania kwamba inawezekana Lutu ameshavuna nafsi, ameshahubiri, ameshapata kondoo wa kutosha pale kwenye mji. Akaishia 10. Kumbe angeweza kwenda mtumishi. Labda angeweza kushuka hata moja. Biblia inasema kuna andiko ambalo linazungumza kwamba Bwana anasema nilitafuta mtu atakayesimama katika sehemu iliyo wazi nisiangamize ule mji nikakosa. Kwa kumbe mtu mmoja tu. Yes, anaweza akaokoa nchi. Lakini Ibrahim aliamua kusimama kwenye 10. Malaika wakaenda tayari wakiwa na charge ya kuokoa, angalau wataspare mji kama kuna watu 10. Walipata 10? No. Walipata 4. Tena katika 4 mmoja akageuka. Mala karita la basira. Kwa hiyo kuna umuhimu wa kila mmoja wetu kuhakikisha kwamba anashiriki kwenye maombi kwa ajili ya taifa lako, kwa ajili ya mji wako. Vitu havitokei tu mtumishi. Maandiko yanaonyesha namna ambavyo shetani anaweza kumove viongozi, yani kuwachochea wakafanya maamuzi ambayo ndivyo sivyo. Wakifikiri ni maamuzi sahihi, ni bora, ni mazuri, lakini kumbe ni maamuzi ambayo yataleta kichapo na kipigo katika nchi. Kusoma katika maandiko nadhani ni Mambo ya Nyakati, ingawa sio somo langu la leo, lakini nataka nikupe tu picha. Unasema ambapo shetani alimove Daudi, mfalme Daudi, afanye sensa katika nchi kinyume na maagizo ya Bwana, kinyume na taratibu ya Bwana. Sensa sio mbaya. Sensa zimeshafanywa mara nyingi kwenye Biblia ambazo Bwana ameziahidi, aliziagiza. Lakini sensa hii haikuwa ya Bwana. Balika da bazira. Yaani wazo linawezekana likawa zuri kule nje, linaonekana linavutia, lakini chanzo ile wazo ni nini? Ni Bwana amelituma au ni mwingine? Na sitiki diba. Na kama sio la Bwana lina shida, ndio Shetani alimwambia Yesu, jitupe chini maana imeandikwa. Hakuwa anasema mawazo yake pia, alikuwa anatoa rifaa kwenye Biblia. Yes.
kwa maana kwamba anaweza akatumia neno kulitwist akaligeuza lile neno likawa kinyume. Alimwambia bwana, imeandikwa ukitupa chini nitaagiza malaika wangu akuchukue kutoka mikono yako. Ni kweli, ni andiko amekoti vizuri kabisa, amenukuu sawa, lakini intention ile, ungesema ile dhamira nyuma ile andiko, nyuma ya kile ambacho nataka kufanya ni nini? Kama ambavyo Daudi alifanya ile sensa, lakini aliyemchochea, aliyempa ile wazo. Ameamka asubuhi tu akasema bana, leo inabidi iwe hivi. Kwa nini? Ni nani amesema? Bala kasidi. Angalia lile kosa liligharimu maisha ya wanaume 70,000 ndani ya siku moja. Nenda kaangalia. 70,000 watu 70,000 walikufa ndani ya siku moja. Kwa hiyo mali kaza laba. Nikwambia unabidi kuombea nchi ndumishi. Elewa, ni jambo la muhimu sana sana. Na kwa wale ambao unatusikiliza, endelea kusikiliza, kwa sababu leo tutapata nafasi ya kuomba kwa ajili ya taifa letu pia, kama dakika 5 za mwisho za kipindi hichi. Kwa hiyo nakwenda kwenye Rhapsody mara moja na tutapata nafasi ya kuomba. Ni muhimu sana.